Uhali gani mtazamaji wa Daily News Digital? Ni katika barabara ya Mlimani City kuelekea Makongo juu ambako juu ya mlima Sinai Mtume Musa alikabidhiwa amri 10 na Mwenyezi Mungu. Hii ni kwa mujibu wa kumbukumbu la Torati ndani ya Biblia takatifu, lakini pia katika Kutoka 20 mstari wa kwanza mpaka wa 17 inaelezea amri 10 za Mungu. Na hapa tunaona kabisa, hapa unavyoona nyuma yangu ni bango ambalo linaeleza kila kitu kuhusiana na amri 10, kutoka amri ya kwanza inayoeleza mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi, hadi amri ya 10 inayoeleza usitamani vitu vya watu wengine. Kwa nini bango hili sasa limewekwa hapa katika eneo ambalo kuna chuo kikuu cha ardhi, kuna chuo kikuu cha Mlimani, lakini pia kuna chuo kikuu cha maji? Je, ni ukumbusho kwa wanafunzi? Je, ni nini hasa ukumbusho kwa wapita njia, ama ni nini hasa? Huu ni ubunifu wa namna gani? Twende tukawasikilize walaji ama hadhira, wanafunzi na wapita njia, watueleze bango hili la amri 10 lina maana gani kwao. Kitu ambacho kimenivutia sana kutokana na hili bango la amri 10 ni kwamba mimi ni Mkristo na niko active katika imani yangu. So nimefurahi sana kuona neno la Mungu likiwa linahubiriwa kwa namna kama hii. Yaani ni style moja ambayo imekuwa very unique, ningesema. Yaani iko very unique, yaani nimeipenda sana. Sahihi. Katika amri zote hizi 10, amri gani wewe huwa kila siku unaizingatia hasa sana? Mpende baba na mama yako. Amri ya 4, kwa sababu ni amri pekee ambayo ina ahadi ndani yake kwamba ukishampenda baba na mama yako, the next thing ni kwamba utakuwa na maisha marefu. So ni amri ambayo huwa inanivutia sana na ninaipenda sana. Kuna minong'ono kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mengine mtaani, wanasema amri ya 7 huwa inavunjwa sana na wanafunzi, hususan wa vyuoni. Amri ya 7 ndio hivi. Oh, Mungu wangu. Okay. Amri ya 7 inavunjwa na wanafunzi wa chuoni. Nadhani ni kwa sababu kwanza hatuelewi ni nini, kwa sababu ni jamii ambavyo inavyokuwa, tunavyolelewa kutoka nyumbani, hatuambiwi kama hiki kitu ni kibaya, na tumekuwa tukikiona wazazi wetu, majirani zetu wanakifanya. So huko ndo tunakuwa na uhuru. Like uweze kutoka nyumbani, ukiwa nyumbani utabanwa, utaambiwa usitoke, usifanye hivi, lakini mtu anaona akifika chuo ana free time ya kutosha, so anafanya tu kazi. Bango hili lina nafasi gani katika kuwakumbusha vijana juu ya kufuata mstari ulionyooka? Mimi naamini ina nafasi kubwa sana. Hii njia ni njia ambayo inatumika na ma-lecturer, inatumika na wanafunzi, yaani watu wote Makongo, Goba, UDSM, ardhi wanatumia hii njia. So hata kama mtu ambaye alikuwa hayuko active katika imani, na hiki ni kipindi cha Pasaka, so yaani unamkumbusha mtu, itamsaidia sana mtu kurudi azisome tena, kwa sababu hapa hawezi kusimama kuzisoma, ila ataenda kuzisoma tena na naamini atajikumbusha like kama alivyofundishwa kwenye imani yake. Limekuwa ni zaidi ya sanaa ama ubunifu, kwa sababu ndani yake kuna ujumbe ambao kiukweli ni tofauti na jumbe nyingi ambazo tumezoea kuziona kupitia mabango ambayo yanasimikwa barabarani. Kwa hiyo kuwepo hapa mimi naona limeongeza kitu. Kwanza limekumbusha watu wengi kuenenda katika mstari, kuishi katika mapenzi ya Mungu, lakini kutenda sawasawa na amri za Mungu ambavyo zinahitaji watu kutenda. Lakini kitu kikubwa ambacho nimependa, limewekwa sehemu ambayo kuna muingiliano wa vijana wengi sana. Kwa hiyo wanapopita wakikutana na kukumbushwa amri hizi za Mungu, zinaendelea kuwajenga katika hofu ya Mungu. Kwa upande wangu, kuweka kwa bango hili inatusaidia sisi Wakristo. Tunakumbushwa katika kufuata amri za Mungu ili tuweze kupita njia ambazo ziko sahihi, ambazo zitatusaidia. Kwa sisi Wakristo tunaamini kwamba ukitenda mema, mwisho wa siku utaupata ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kwa sisi inatusaidia, tunakumbushwa kila siku, kwa sababu sio kila mtu kila siku anasoma Biblia, au sio kila mtu kila siku anaweza kwenda kanisani. Kwa hiyo yani hata kama mtu sio mtu wa dini sana, hata akipita hapa kidogo inamkumbusha. Kwa hiyo anakuwa tunaepuka mambo mengine ya kutenda dhambi, mambo mengi kama ilivyoandikwa hapo kwenye amri. Hilo bango lina faida kwangu sana. Kwa nini? Kwa sababu inanifundisha
mambo 10 muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Amri gani wewe huwa unaitumia kila siku? Kila siku kuheshimu wazazi, kuto kusema uongo, na hilo swala la kuto kuiba. Naam, kutoka hapa katikati ya barabara kuelekea Makongo Juu umepata kusikia maoni ya wadau mbalimbali, lakini kwangu mimi tunaweza kukubaliana amri hizi 10 miongoni mwazo ni amri ambazo ni haki za kibinadamu. Kila mwanadamu inapaswa aendane nazo, ikiwemo utakiwi kuua, ni human rights, moja ya haki za kibinadamu. Kila mwanadamu ana haki ya kuishi, lakini pia usitamani usitamani cha mwingine. Kwenye kutamania kunaweza kupelekea kufanya uovu, lakini pia usiibe. Ni moja ya haki hizi za kibinadamu kwamba inabidi mali zako ziwe salama, wewe uwe salama na mali zako ziwe salama. Ama hakika hizi ni amri za msingi sana ambazo tunapaswa kwa pamoja kushirikiane kuendana nazo ili tuwe na maisha bora. Kutoka hapa katika barabara ya Makongo Juu na Mlimani City jijini Dar es Salaam, Ismail Kambo, nyuma ya kamera Samuel Swai, na hii ni Daily News Digital. Asante.